Diwani wa kata ya Zuzu, Mheshimiwa Janesta Project Malingo, ana furaha kubwa kuwatangazia vijana wote wa kata ya Zuzu kuhudhuria kongamano kubwa la vijana litakalofanyika katika kata yetu ya Zuzu. Kongamano litafanyika tarehe 14 mwezi wa pili mwaka huu 2026 katika uwanja uliopo karibu na ofisi ya kata ya Zuzu kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Hii ni fursa adhimu kwa vijana wote kushiriki, kujifunza na kuchangia mawazo yao katika mada muhimu zinazogusa maisha na mustakabali wa vijana. Mada zitakazojadiliwa ni pamoja na uzalendo, nafasi ya vijana kulinda amani ya nchi yetu, fursa za kiuchumi kwa vijana, elimu ya afya ya akili, elimu juu ya ukatili wa kijinsia, umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, athari za madawa kulevya na maadili kwa vijana. Sambamba na hayo, kutakuwa na nafasi ya kusikiliza maoni na changamoto na mapendekezo kutoka kwa vijana wenyewe. Kauli mbiu ya kongamano letu ni vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu sote. Usikose, hii ni nafasi yako kama kijana kushiriki katika kujenga kesho iliyo bora. Karibuni sana vijana wote wa Zuzu. Karibuni. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuendelea kuwekeza katika elimu ya sayansi ili kukidhi mahitaji ya soko la ajira na kasi ya ukuaji wa teknolojia duniani, huku ikiweka mkazo maalum katika kuongeza ushiriki wa wanawake na wasichana katika sekta hiyo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema sayansi ni muhimili muhimu wa maendeleo ya taifa kiuchumi na kijamii. Katika afya tunaona maendeleo ya sayansi. Hapa nchini tunanufaika. Hapa Benjamin Mkapa sasa hivi, mtu aliyepata shida ya figo, unaweza ukaenda ukampa figo yako, ikachukuliwa moja, maana tuna figo mbili, akawekewa na anaendelea kuishi. Haya ni mafanikio makubwa ya serikali yetu ya kuwekeza katika afya. Lakini utaalamu huo ni sayansi. Wanasayansi huko duniani wamegundua, sio kupiga ramli, wamegundua unaweza ukamtibu mtu kwa kuchukua figo ya mtu mmoja ukamwekea mwingine akaendelea kuishi. Hiyo ni sayansi, sio ramli, sio kubahatisha. Maendeleo ya sayansi katika tiba yamepelekea sasa hivi umri wa kuishi wa binadamu unaongezeka sana na vifo vya watoto vinapungua sana. Bado kuna nafasi kubwa sana ya kuweza kuendeleza sayansi katika tiba, kuhakikisha kwamba tunazidi kuboresha maisha ya watu wetu. Wenzetu wanawekeza sana katika sayansi, wanasayansi wazuri, wanaofanya kazi nzuri. Sisi tunafaidi matunda ya sayansi hiyo. Leo unaweza ukafanyiwa sio operation ya kupasuliwa kifua, siku hizo wanaweza kukuingizia kifaa humo, wakatumia kompyuta, wakaangalia, wakafanya shughuli kwenye kifua chako ndani karibu na moyo wako, hajakupiga kisu kifuani. Hayo ni maendeleo ya sayansi. Na ni muhimu sisi wote tuchangie katika sayansi, na ni muhimu sana wanawake wengi, wasichana wengi waingie kwenye sayansi, kwa sababu humo ndani tutapata na wasayansi wabobezi. Kati ya wanasayansi bora duniani, kuna tuzo moja duniani inaitwa Nobel Prize. Inatolewa kwa wanasayansi bora kwenye physics, kwenye chemistry, kuna biology. Yuko mwanamke mmoja, Marie Curie. Yeye ni kati ya watu pekee waliowahi kupata Nobel Prize mara mbili. Alipata ya physics, afa akapata na ya chemistry. Kwa hiyo hakikisha kwamba tuna wanasayansi wengi, tutapata kina Marie Curie humo ndani watakao tuwezesha kugundua namna ya kupambana na changamoto zetu. Kwa hiyo mafanikio ambayo sasa hivi serikali imeyafanya katika elimu, katika mambo ya tiba, katika hospitali zetu, yamefanywa kwa sababu kuna wanasayansi mahali fulani huko duniani wamewekeza, wamefanya utafiti, wanagundua dawa za kutibu na wanagundua teknolojia ya kutibu vizuri zaidi. Sayansi ni muhimu hata katika usalama wa nchi yetu na nchi zote duniani. Kwa kuwekeza katika sayansi kwa kweli si swala la kuchagua. Sisi, na hili nitalisema sana, tunalalamika tulitawaliwa na nchi nyingine, walituzidi kwenye sayansi na teknolojia. Walikuwa na uwezo wa kusafiri kutoka Ulaya, wanapita Atlantic bahari,
wanazungukia kusini mwa Afrika, wanaingia bahari ya Hindi, wamekuja hapa, halafu wana mizinga na bunduki, sisi mikuki na mishale, wakatupiga, hatimaye wametutawala. Tumetawaliwa miaka mingi kwa sababu wenzetu walikuwa wametutangulia kwenye sayansi na teknolojia. Rasilimali zetu, namna ya kuzitumia nchini, uwezo wa kuzitumia, uwezo wa kuzivuna, ni swala la sayansi na teknolojia. Ni jambo muhimu kuleta wawekezaji kuweza kuvuna ili tufaidi matunda, lakini lazima tuwekeze katika sayansi na hatimaye kwenye teknolojia, kwa sababu ilikuwa ni muhimu zaidi sisi tuwe na uwezo wa kuvuna rasilimali zetu. Hatuwezi, tunahitaji watu kutoka nje waje wavune. Kwa hiyo mbio za kuongeza uwezo wetu wa kisayansi lazima ziongezeke sana, huku ambapo tunahitaji wenzetu waje na teknolojia kwa sababu walishagundua, na waligundua kwa sababu walisomesha wanasayansi wengi. Sisi tuanze kuwekeza kwenye sayansi sasa hivi, vizazi vinavyokuja visiendelee kutegemea, na sisi tuwe na wanasayansi wetu na wataalamu wenye teknolojia waende wakasaidie nchi nyingine kuvuna rasilimali zao, na sisi tufaidi kipato cha rasilimali zao. Kwa hiyo kwa kweli swala la sayansi sio la lelemama, muhimu sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Namna ambavyo Tanzania inashiriki na mataifa mengine ya Afrika kuhakikisha watoto wa kike wanapewa malezi bora na kuendelea katika masomo ya sayansi, kwa sababu sisi kama maendeleo ya jamii, jukumu kubwa tunalosisitiza pia ni malezi kwa watoto, sio tu kutoa huduma kwa mtoto. Hakikisha unatoa huduma na unafanya malezi kwa mtoto, unampa guidance, unamuongoza ili aweze kwenda mwelekeo ambao kesho kwanza anajipunguzia hata ushindani sokoni. Ukisoma sayansi, mtoto wa kike unajipunguzia ushindani kwenye soko. Maadhimisho hayo yamebeba ujumbe wa kuhamasisha jamii kuunga mkono ushiriki wa wanawake na wasichana katika sayansi, ikiwa ni hatua muhimu ya kufikia maendeleo jumuishi na endelevu. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu. Epuka kero na gharama za kusambaza kadi za makaratasi. Invite Pro tunakuleta kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo zitakusaidia kusambaza kadi za mialiko na mchango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mialiko na michango, kadi nzuri yenye mvuto, kusambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp, kusambaza Google location ya ukumbi au mahali sherehe inapofanyika, kuwapigia waliko wako wote ili kuhakiki kama wamepata kadi. Tunatoa ripoti ya idadi ya watu wanaotazamiwa kuhudhuria sherehe, kuskani kadi siku ya sherehe, kusambaza message ya shukrani kwa waliko wote. Waliko wote watapata kadi kwenye simu zao, iwe smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram @invitepro_ au tupigie kwa simu namba 0747474098 au WhatsApp 0763570877.